Jana nilikwambia ya kwamba wale wanaokupiga vita kazini wanaunga timu, wanaunga nguvu, wanatengeneza jeshi la kushindana nawe. Sanbalati hakuwa peke yake. Tumeona amewashirikisha nduguze, lakini karibu naye kulikuwa na mtu anaitwa Tobia. Ukisoma katika Nehemia sura ya 4 aya ya 3, Biblia inasema hivi: basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. Unaweza kuona namna dhihaka hii inavyokuwa mbaya. Unajitahidi kufanya bidii, alafu kuna mtu anakuja anasema maneno ya kukukatisha tamaa, kukuvunja moyo. Kumbuka. Shetani anachokitafuta ni wewe ukate tamaa. Shetani anachokitafuta ni wewe uvunjike moyo. Usipokata tamaa, usipovunjika moyo, utafanikiwa. Na anajua kabisa kwamba hivi viwili visipotokea, wewe utashinda. Kwa hiyo anachopambana ni kuleta maneno ya kukuvunja moyo, ya kukatisha tamaa. Tunza moyo wa kazi. Usiache hata kidogo hizo dhihaka zikapenya kwenye moyo wako, alafu ukaanza kukata tamaa, ukajiona ufai. Hakika utashinda, utafanikiwa. Usiruhusu hata kidogo huo upenyo ukatokea. Tobia anaungana na Sanbalati, alafu analeta dhihaka kubwa kwa Israeli. Lakini Israeli hawakuacha kuujenga ukuta. Walisimama na ule moyo wa kazi. Kuna mambo ambayo Mungu akikupa kuyafanya, simamia kwa bidii kuyafanya. Simamia kwa bidii kuyafanya. Hata kiinuke kitu gani cha kukukatisha tamaa, wewe shika hapo, endelea kuyafanya. Alafu utaona utukufu utakavyokuwa mkubwa kwenye maisha yako, na neema ya Mungu itakufunika kwa namna ya ajabu. Na tuombe. Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya mtumishi wako huyu. Ufunike moyo wake kwa damu ya kwako na uwezo wa kwako. Bwana, ukamuhifadhi kwa nguvu ya kwako, ukamuhifadhi kwa uwezo wako, ukamuhifadhi kwa nuru yako. Bwana Yesu, ninaomba ukamkinge. Maneno yoyote na dhihaka yoyote inayotoka upande wowote isiharibu ile nguvu umeweka ndani yake, isiharibu ule moyo wa bidii na kazi uliyoweka ndani yake. Bwana, ukamtunze na kumuhifadhi, ukamchunge katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mahali popote ambapo alisikia maneno ya umizayo na dhihaka, alafu akakata tamaa, ninaomba neema yako saa hii juu yake. Ainuke tena na kuishika hiyo kazi, pasiharibike chochote. Nawe Bwana ukadhihirisha utukufu wako na kumpa ushindi na mafanikio makubwa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Asante sana ndugu yangu. Mungu akutunze, Mungu akubariki.